katika uchumi ama maendeleo. Tukiachana na biashara, watu wanaweza wakafanya biashara. Unaweza ukawa ni kiongozi, unaweza ukawa na elimu, unaweza ukawa wewe na afya nzuri, unaweza ukawa na cheo kizuri, unaweza ukawa na biashara nzuri, unaweza ukawa na kazi nzuri, unaweza ukawa na ndoa nzuri, unaweza ukawa na huduma nzuri, lakini uchumi ukawa umedorora. Hapa inahitaji vile vile kusikia na kutii sauti ya Roho Mtakatifu. Kama nilivyokwisha kuanza na neno lile la Mungu, Isaya sura ile ya kwanza mstari wa 18 hadi ule mstari wa 20. Anasema, kama mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Kama ukikubali na kutii kwenye huduma utakula mema ya nchi. Kama ukikubali na kutii kwenye ndoa utakula mema ya nchi. Kama ukikubali na kutii kwenye kazi utakula mema ya nchi. Kama ukikubali na kutii kwenye biashara utakula mema ya nchi. Kama ukikubali na kutii kwenye cheo na kitu ulicho nacho utakula mema ya nchi. Kama ukikubali na kutii kwenye afya utapata mema. Kama ukikubali na kutii kwenye taaluma ulionayo utapata mema, katika elimu na maarifa ulionayo. Kama ukikubali na kutii katika uongozi ama utawala uliopewa na Mungu utafanikiwa. Vile vile katika uchumi, kama ukikubali na kutii, Mungu ataustawisha. Mungu ataufanya uchumi wako uwe uchumi wa viwango vikubwa. Na leo nataka naenda kuongea eneo la kwanza. Eneo la kwanza ni sauti ya Roho Mtakatifu katika uongozi ama utawala. Eneo la kwanza ni sauti ya Roho Mtakatifu katika uongozi ama utawala. Roho Mtakatifu, kama nilivyokwisha kutangulia kusema, yeye ni Mungu mwenyewe anayejidhihirisha katikati ya maisha yetu na anafanya kazi pamoja na wanadamu. Yeye ndiye injini, yeye ndiye anayetoa nguvu na uweza wa kuweza kufanya mambo yote. Ndani ya Roho Mtakatifu mnatoka hekima, ndani ya Roho Mtakatifu mnatoka maarifa, ndani ya Roho Mtakatifu mnatoka mashauri, ndani ya Roho Mtakatifu umo uweza wa ajabu unaosaidia watu, unaosaidia jamii. Unapoona dunia inaenda, kwa sababu Roho Mtakatifu bado yupo na anafanya kazi. Watu wanapokuwa na maarifa, yeye aliyeumba wanadamu ni huyu Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye anayeleta uzima ndani ya mtu. Katika eneo la uongozi, Roho Mtakatifu anatoa hekima, busara na ufahamu. Anampa mtu maarifa na akili za kuongoza watu. Maana swala la uongozi ama utawala ni swala la kuelekeza watu, nao wanafuata yale maelekezo unayotoa. Kwa tunapozungumzia swala la uongozi, tunazungumzia kwamba katika dunia tunamoishi, kiongozi inampasa amtii Mungu katika heshima na utukufu ambao Mungu amempatia. Kuna mambo ya msingi. Tukisoma kitabu kile cha Warumi sura ya 13, twende mahali pale. Warumi sura ile ya 13. Some pale. Kitabu kile cha Warumi sura ya 13 kuanzia mstari wa kwanza, Biblia inasema, kila mtu na aitii mamlaka iliyo kuu, kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu, na ile iliyopo imeamriwa na Mungu. Anasema, na ile iliyopo imeamriwa na Mungu. Hivyo amwasie mwenye mamlaka hushindana na agizo la Mungu, nao washindanao watajipatia hukumu. Kwa maana watawalao hawatishi watu kwa sababu ya matendo mema, bali kwa sababu ya matendo mabaya. Basi wataka usimwogope mwenye mamlaka, fanya mema, nao utapata sifa kwake, kwa kuwa yeye ni mtumishi wa Mungu kwako kwa ajili ya mema. Lakini ufanyapo mabaya, ogopa, kwa maana hauchukui upanga bure, kwa kuwa ni mtumishi wa Mungu, amlipizaye kisasi mtenda mabaya kwa ajili ya ghadhabu. Kwa hiyo ni lazima kutii, si kwa sababu ya ile ghadhabu tu, ila kwa sababu ya dhamiri. Kwa sababu hiyo tena mwalipa kodi, kwa kuwa wao ni wahudumu wa Mungu, wakidumu katika kazi hiyo hiyo. Wapeni wote haki zao, mtu wa kodi kodi, mtu wa ushuru ushuru, astahilie hofu, astahilie heshima. Hapa tunaona Bwana Mungu anazungumzia kwa habari ya watu ambao wamepewa neema ya kuwa viongozi,
kuanzia kwenye ngazi ya familia, kama ni baba, kama ni mama, ukiwa ni kiongozi, kwenda kwenye mtaa, kama ni mwenyekiti, kama ni mtendaji, ikiwa ni kwenye kata, kama we ni diwani, ikiwa ni kwenye jimbo, kama we ni mbunge, ikiwa ni kwenye wilaya, wewe ni mkuu wa wilaya, ikiwa ni kwenye mkoa, wewe ni mkuu wa mkoa. Umepewa uongozi wote, umepewa nafasi yote, wewe ni waziri, umepewa nafasi yote, ni kiongozi mkubwa, una nafasi fulani, ni jenerali wa jeshi, una nafasi, ni inspector sehemu fulani. Ni lazima uanze kwa kumtii Mungu, ukijua ya kwamba hiyo kicho kiti ulichokikaria, huo utawala na huo uongozi uliokaria, Mungu ndiye amekupatia ili uweze kuwatendea watu mema. Na Bwana anaonya hapa ya kwamba mtu aliyekalia kiti hichi asifikiri kwamba